Ninawasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Karibu niweze kuwapasha yale ambayo yameweza kutendeka. Mimi ni Bwana Ezra, na kuomba uweze kupiga subscription kwa hichi kituo cha Eagle Ezra Media, kwa sababu hichi ndicho kituo ambacho kinakueleza yale yote ambayo yanaendelea kutukia. Jinsi ambavyo mambo yanaendelea, mpenzi mtazamaji Tanzania, hivi karibuni tarajia mpasuko kati ya Tanganyika na Zanzibari. Kumbuka kwamba sasa hivi Tanzania ni serikali ya muungano wa nchi mbili, Tanganyika na Zanzibari. Lakini kuna mambo ambayo huenda yakasababisha Watanganyika, watu wa bara, wakataka taifa lao, na ni kutokana na uongozi mbaya wa Mama Samia Suluhu mwenye anatoka upande wa Zanzibari. Kumbuka kwamba Samia ni mtu wa Zanzibar, lakini jinsi ambavyo anaongoza bara au kipenda muungano wa Tanzania, watu wa Tanganyika hawajaweza kuridhishwa. Kwa hivyo kuna wale ambao wataniuliza, ukizungumzia Tanganyika na Zanzibari, hizi nchi mbili ziliweza kuungana kivipi na ni mwaka gani? Mnamo mwaka 1964 marais wawili, rais wa Tanganyika mwenye alikuwa anaitwa Julius Nyerere pamoja na rais wa Zanzibari Sheikh Amani Karume waliweza kuja pamoja, wakaunda serikali ya muungano wa Tanzania, kwa sababu hizi zilikuwa ni nchi mbili, Zanzibar pamoja na Tanganyika, wakaunda mbili pamoja zikawa Tanzania. Lakini kutokana na uongozi wa Mama Samia, kuna vitu ambavyo Watanganyika wanaona kwamba haviendi vizuri na wanataka kuweza kujigawa, wanataka kujiondoa ndani ya muungano wa serikali ya muungano wa Tanzania. Oh yes, ninazungumza kwa sauti ya wengi sana. Endapo haukubaliani na kauli yangu, ninaomba uweze kutoa wazo lako la maoni. Nimekueleza hizi serikali mbili ziliweza kuungana mwaka 1964 kuweza kusaidiana kwenye mambo na katiba ya mambo ya uchumi, kuweza kusaidiana mambo kama hayo, ili hizi nchi zisonge mbele. Lakini jinsi ambavyo Samia anaongoza, wananchi wamekataa. Sababu gani hizi ambazo zinafanya Watanganyika wanataka kujiondoa ndani ya serikali ya muungano? Namba moja ni kuhusiana na utawala mbovu wa chama cha CCM. Katika bunge ambalo limeweza kufunguliwa leo siku ya Jumanne tarehe 11 Novemba mwaka 2025 Tanzania, karibia viti vyote vya ubunge viliweza kunyakuliwa na chama cha CCM. Na hichi chama cha CCM kinatumikia serikali ya Samia. Sasa wananchi wanahisi kwamba pale bungeni hapata kuwepo na upingamizi. Samia anaweza akaleta hoja ya kuuza Tanzania ipite, kwa sababu hakuna mwenye atakuwa anapinga. Sasa wananchi wanasema kwamba unless chama cha CCM kiondolewa mamlakani, huenda Tanganyika ikajiondoa ndani ya muungano wa Tanzania. Hichi chama cha CCM kinaongoza nchi vibaya, kinatawala vibaya, wizi tupu. Viti vya ubunge waliweza kuiba, cha rais wakaiba. Sasa wananchi wanahisi kwamba hakuna usawa, kwa sababu karibia wabunge wote ni kutoka CCM. Na hao wabunge hawaendi kuwafanyia wananchi kazi, wanaenda kutumikia chama
na vile vile kumtumikia rais. Wewe mwananchi mwenye maybe unadhani kwamba unawakilishwa bungeni, hautakuwa unawakilishwa na yeyote. Hakuna kazi hawa wabunge watafanya. Kuna kipindi kimoja nilisikia mbunge mmoja kutoka Tanzania akisema kwamba wananchi watamkataa bali chama kitamkubali. Sasa kumaanisha CCM ndio inaongoza nchi. CCM ikiondolewa, Tanzania itabaki sawa. Lakini CCM isipoondoka, huenda Tanganyika ikajiondoa ndani ya muungano wa Tanzania. Hiyo ndio sababu nambari moja. Kuna sababu namba mbili. Watu wa Tanganyika wanasema kwamba hakuna usawa. Baadhi ya Watanganyika wanahisi kuwa Tanganyika imefutwa kabisa, imesaulika ndani ya muungano wa serikali ya Tanzania, ili hali Zanzibar iko na serikali yake, iko na bunge lake na iko na rais wake, ili hali Tanganyika haina serikali yake bali inashirikiana na serikali ya muungano. Sasa watu wa Tanganyika wanahisi kwamba hakuna usawa. Kwa nini? Haya ni mataifa mawili yaliweza kuungana, Zanzibar na Tanganyika. Lakini wao wanasema kama tuliweza kuungana, mbona tuko kwenye serikali ya muungano? Lakini Zanzibar iko na serikali yake, iko na rais wao, iko na bunge lao, iko na wabunge wao. Lakini sisi wa Tanganyika tumeweza kumezwa ndani ya serikali ya muungano. Kwa hivyo wanataka serikali ya Tanzania yani serikali ya Tanganyika iwepo, Tanganyika ikuwe na wabunge wake, Tanganyika ikuwe na rais wao, Tanganyika ikuwe na wabunge wao. Alafu pawepo na serikali ya muungano ya nchi mbili. Yani wanataka serikali tatu. Kwa nini? Hakuna usawa. Namba tatu. Kuna mgawanyiko wa mamlaka. Kuna mgawanyiko wa mamlaka. Kwa nini? Unapata kwamba watu wa Tanganyika wanapiga kura, lakini rais anatoka wapi? Zanzibar. Na Zanzibar iko na rais wao ambaye ni Hussein Mwinyi. Na Rais Samia Suluhu anatoka Zanzibar. Sasa yani Zanzibar, yani Tanganyika wanahisi kwamba hawawakilishwi vizuri. Kwa nini? Wao wanapiga kura, rais wao ambaye ni Samia anatoka wapi? Zanzibar. Na Zanzibar iko na rais wao mwenye ni Hussein Mwinyi. Kumaanisha kwamba Tanganyika haina mtu ambaye anawawakilisha. Haina kiongozi mkubwa. Unanielewa? Masuala ya mamlaka ndio yanasababisha mpaka Watanganyika wanataka taifa lao. Oh yes. Sababu namba 4, hali ya kiuchumi. Masuala ya kiuchumi. Kuna misemo mingi ambayo inasema kwamba rasilimali za Tanganyika ndizo zinabeba mzigo mkubwa wa muungano, huku faida zake zikienda upande wa Zanzibar. Wananchi wanasema hivi wa Tanganyika. Wao wamebeba mzigo mkubwa wa Zanzibar na faida zao ambazo zinatoka Tanganyika zinaelekea wapi? Zanzibar. Kwa hivyo wanasema kwamba uchumi wao wa Tanganyika ndio umeweza kubeba Zanzibar, na wao wanataka kujisimamia, wakuwe na serikali yao ambayo itakuwa na uchumi wao, serikali ambayo itakuwa inaelewa matatizo yao. Namba 4, yani namba 5, kutoridhika kwa siasa. Nimekueleza kwamba wakati mwingine hoja hizi huibuka kipindi cha asua, kuna migogoro, maandamano. Angalia kama sasa hivi Watanganyika wanahisi kwamba wanadhulumiwa. Wengi wao wameweza kuuawa kwa sababu ya kisiasa. Wanasema kwamba Samia aliamua kuwaua hivi majuzi kipindi cha kura kwa sababu wao ni Watanganyika, bali mtu wa Zanzibar hakuguzwa.
So kwa sababu ya kisiasa, kama sasa hivi wakati huu wa maandamano, hoja za Tanganyika kuweza kujiondoa ndani ya muungano wa Tanzania zimeanza kurudi. Kwa hivyo mambo ya siasa ndio yanasababisha mpaka wananchi wanataka kukuwa na serikali yao ya Tanganyika. Wapenzi watazamaji, kuna mwanasiasa fulani ambaye ni kutoka taifa la Kenya, mchanganuzi wa siasa, mwenye anaitwa Ahmed Hashi, amesema kwamba kufuatia njia ambazo marais wa Afrika Mashariki wanaendesha mataifa yao, asua mtu kama vile Samia Suluhu, wanaendesha mataifa jinsi ambavyo wao wanataka. Unapata kwamba mtoto wa Samia anachaguliwa kazi upande wa Zanzibar, na mtoto wa Mwinyi au mtoto wa familia ya Mwinyi anatolewa Zanzibar na kuja kupewa kazi upande wa Tanganyika. Huenda ikachochea wananchi wakajiondoa ndani ya Tanzania, na Tanzania huenda ikaweza kuvunjika endapo hichi chama cha CCM hakitaondolewa mamlakani kabisa. Chama cha CCM ndicho kimeweza kuleta migogoro. Angalia kama sasa hivi Tanzania, watu ambao wanateswa kabisa ni watu wa Tanganyika. Akina Tundu Lissu, vyama vyao vinatupwa mbali. Hata wao wanahisi kwamba Tanganyika inaonewa. So mambo ya siasa na udikteta yatafanya wananchi kuweza kutaka taifa la Tanganyika. Juzi niliweza kumuona wakili Boniface Mwabukusi akisema kwamba Tanganyika iweze kujiondoa ndani ya Tanzania. Je, unaunga wazo hilo mkono? Sema nasi.